Hello, habari, karibu tena katika channel yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Moja ya swali ambalo tumekuwa tukiulizwa ni madhara ya kutumia vidonge vya uzazi wa mpango. Wengi wamekuwa wakitumia hizi kama njia ya kuzuia kupata mimba zisizotarajiwa, lakini pia huwa zinakuwa na madhara makubwa sana au mengine ambayo wengi wamekuwa wakituuliza mara kwa mara. Sasa leo nitakusogezea madhara ya vidonge vya uzazi wa mpango. Lakini pia kwenye comments usisahau kutuambia wewe ulipata madhara yapi na yapi ambayo yalikusumbua, na kama bado unaendelea kusumbuka basi tuwasiliane ili tuweze kukupa namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Namba moja ni kuchelewa kupata hedhi au kutopata kabisa. Hii inatokana na nini? Hii inatokana na ile homoni ya ndani iliyopo kwenye vidonge huwa inabadilisha mzunguko wako na inaweza kuchelewesha au kukosa hedhi kwa muda. Ndio maana wengi wamekuwa wakituambia kwamba nimetumia njia za uzazi wa mpango za kisasa, baada ya kutoka sijapata siku zangu kabisa. Hiyo inatokana na nini? Inatokana na homoni kuweza kuvurugwa. Homoni zikishavurugwa moja kwa moja zinapelekea kuchelewesha kupata kwa hedhi au kutopata kabisa. Lakini namba mbili ni kutokwa na damu katikati ya mwezi, ambayo wengi tunaita ni spotting. Spotting mara nyingi ni inatokana na ile hofu nyingi, lakini ni kawaida miezi ya mwanzo kutokea kwa hiyo hali. Kwa hiyo ukiona basi ujua kwamba ni hali ya kawaida. Lakini pia kichefuchefu na kukosa hamu ya kula. Wanawake wengi kwenye ile miezi ya kwanza miwili kabla ya kuanza kuzoea huwa anakosa kabisa hamu ya kula na pengine anahisi kichefuchefu, na hii ni changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikiwakumba wanawake wengi sana. Tuambie kama wewe ilikukumba hii ili tuweze kufahamu. Lakini pia kichwa kuuma. Wengi huwa wanaweza kuchochea maumivu ya kichwa, hasa kwa wenye historia ya maumivu ya kuendelea kupata maumivu ya kichwa. Wapo watu wengi ambao wana historia ya kichwa kuuma. Kwa hiyo ikitokea pia umetumia hivi vidonge vya uzazi wa mpango, usije ukashangaa kwamba kichwa chako kwa nini kinauma. Kichwa chako kinauma ni kwa sababu ya homoni zimeweza kuchochea maumivu moja kwa moja. Lakini pia pengine tunasema ni kupanda na kushuka kwa hisia, mood swings. Wengi unakuta anakuwa na huzuni, anakuwa na hasira, anakuwa haeleweki, anakuwa na stresi. Kutokana na nini? Inatokana na homoni kubadilika. Ndio maana nimekuwa nikiwaambieni kwamba mwanamke homoni ndio zinamfanya hawe vile. Yaani kuwa na furaha ni homoni, na wanaume kuwa ni watu wa kazi ni homoni ya testosterone, kwa sababu ni homoni inayofanya ni watu wawe wa kazi na wasiweze kuogopa moja kwa moja. Kupungua hamu ya tendo la ndoa, hii ni ya kufikia kabisa. Sasa wengi wale ambao mmekuwa mkituuliza kwamba dokta, mimi nimetumia vidonge lakini sina kabisa hisia, sina kabisa hamu ya tendo la ndoa, sasa hapa uweze kusogea ili uweze kufahamu. Hii inatokana na nini? Inatokana na kupungua kwa kiwango cha estrogeni ambacho kina drive kushuka kwa hamu ya kufanya seksi. Hapa tunayohitaji zaidi kwenye tendo la ndoa ni homoni mojawapo tunaita ni estrogen. Kwa hiyo ikitokea estrogen imeweza kupungua, basi huwa inapelekea kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Lakini pia kuna kuvimba matiti na kuwa laini, ambayo inakuwa unakuta yanavimba yanakuwa laini. Lakini pia pengine unakuta matiti yanatoa maji na matiti yanatoa kama maziwa ili hali wewe sio mjamzito au haunyonyeshi. Hiyo ukiona basi jua ni hali ya kawaida, na pengine unakuta yanakuwa yanaumia. Unakuta kama yanaumia na kama yanakuwa yanaumia na yanachoma. Ukiona dalili hiyo basi jua ndugu yangu, hiyo ni changamoto inayoonyesha kwamba una changamoto, ni madhara yanayosababishwa na madhara yaliyosababishwa na vidonge moja kwa moja. Lakini pia kuongezeka uzito kwa baadhi ya wanawake, sio wote lakini wengi unakuta wanaongezeka uzito, huongeza maji mwilini na hamu ya kula. Sasa wengi unakuta ikiongezea hamu ya kula basi unakuta anafutuka. Ndio maana wengi unakuta kinenepo utasikia hivyo ni vidonge. Ni kwa nini? Ni kwa sababu inaongeza maji mwilini, kwa hiyo na hamu ya kula moja kwa moja inaongezeka. Lakini pia tunasema ngozi kupata
kupata chunusi na kubadilika. Wengi unakuta anakuwa na changamoto ya ngozi, anachakuwa na changamoto ya chunusi zinakuwa nyingi. Ndio maana mara nyingi tumekuwa tukiwaambieni kwamba unapotokea na changamoto ya ngozi usijaji mapema kwamba uende kuchukua lotion, uende kuchukua cream, hautapata matokeo. Unachotakiwa ni kufahamu chanzo cha tatizo huenda ni hormone zimeweza kuvurugika, ambayo ni moja ya sababu kubwa. Kwa unachotakiwa ni kutibu hormone, sio kukimbilia cream na vitu vingine. Lakini pia kuna hatari ndogo ndogo ambazo mara nyingi ni muhimu sana kuweza kuzifahamu, lakini hii zipo ni kwa uchache sana. Namba moja huwa inapelekea damu kuganda, ambayo tunasema ni blood clotting. Lakini pia shinikizo la damu kupanda, wengi pressure yao huwa inapanda, ingawa ni very rare. Lakini pia mwisho tunasema ni maumivu ya kifua na miguu, ambayo hii ni dalili hatari. Kwa hiyo hii mara nyingi huwa inatokea kwa wale watu ambao wanavuta sigara, wale wanene kupita kiasi na wenye magonjwa ya damu. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini kama utakuwa na swali lolote, tuulize juu ya njia za uzazi wa mpango hizi moja kwa moja za kisasa.